Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine, karibu tena katika YouTube channel yetu. Mtazamaji wangu, leo hii habari za kuvunja moyo zimeweza kufika katika dawati letu la habari, ikiendelea kubainika kwamba idadi ya watu ambao wameweza kuaga dunia baada ya mgodi kuporomoka imeweza kufikia watu 200. Lawama kubwa kutumwa kwa uongozi ulioko madarakani. Mbaya kabisa, mtoto wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa jina la Abdul ndiye ambaye muhusika katika ama mmiliki kamili wa mgodi huo. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa itaweza kuwa ni jambo jema iwapo ni mara yako ya kwanza kupatana na video zetu, uweze kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video zetu. Na mtazamaji wangu, mapema mwaka 2025 jina la mtoto wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan la Abdul aliweza kuwa akisikika kwa akizungumziwa pakubwa kutokana na yale aliyoweza kujiri katika uchaguzi ulioweza kupita kwa maandamano ya amani ya vijana Gen Z. Ila mtazamaji wangu, kwa mara nyingine mtoto wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa mara nyingine anazidi kuzungumziwa katika mitandao ya kijamii. Mtazamaji wangu, inazidi kusikitisha baada ya idadi kubwa ya watu waliokuwa wakifanya kazi katika mgodi huo ulioweza kuporomoka. Takriban ya zaidi watu 200 waliweza kuumia, baadhi yao kuaga dunia. Mtazamaji wangu, kwa kweli ni jambo la kuvunja moyo. Sote tunafahamu kwamba idadi hiyo kubwa ya watu ambao wameweza kupatwa na pigo hilo kubwa katika mgodi, mtazamaji wangu, iliweza kuwa ni watu ambao wameweza kujitokeza kufanya kazi ili kukidhi mahitaji yao kutokana na gharama kubwa ya maisha inayozidi kushuhudiwa katika Jamhuri ya Tanzania. Na mtazamaji wangu, idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania waliokuwa katika eneo la tukio wanazidi kulaani kutokana na swala la maafisa wa polisi kuchelewa kuleta usaidizi wa haraka kipindi na wakati ambapo ulikuwa umeweza kuitishwa, kwani ungeweza kusaidia hata idadi kubwa ya watu ambao walikuwa wameweza kuhusika kupata jeraha, ama baadhi ya watu waliokuwa wakivuja damu nyingi baada ya mgodi huo kuporomoka. Mtazamaji wangu, vyanzo vya habari vinazidi kuzungumzia jinsi gani ambavyo maafisa wa polisi kushindwa kuwajibika kwa haraka imeweza kusababisha Tanzania zaidi ya 200 kupata majeraha, baadhi yao hata kuaga dunia. Na mtazamaji wangu, tukiangalia ni kipi ambacho kimeweza kuchangia na kukosolewa kwa mtoto wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, mtazamaji wangu, ni kutokana na machungu makubwa ambayo idadi kubwa ya Watanzania wako nayo, hasa kwa uongozi ulioko madarakani. Kwani mtazamaji wangu, mgodi huo ulioweza kuporomoka kwa njia moja ama nyingine, uongozi ulioko madarakani unazidi kuchangia ama kuhusika kwa njia moja ama nyingine kumiliki angalau hata 15%, ambapo mgodi huo unapozidi kuchimba madini yaliyoko katika taifa la Tanzania. Naam mtazamaji wangu, pia swala jipya ambalo linazidi kujadiliwa katika mitandao ya kijamii ni kutokana na Mheshimiwa Tundu Lissu huko gerezani, kwani ukimya wa kesi yake kutorejelewa ama kutoregeshwa katika mahakama kuu iweze kuendelea, mtazamaji wangu, inazidi kuibua mjadala mzito kutokana na taarifa zilizokuwa zimeweza kuzungumziwa juzi kati kutokana na afya yake Mheshimiwa Tundu Lissu kutokuwa ya kufurahisha, maneno ambayo Mheshimiwa John Heche aliweza kuyazungumza na kudai na kuweka hadharani kwamba ingekuwa ni jambo jema iwapo uongozi ulioko madarakani ungeweza kufanya hata maamuzi ya haraka, kesi yake Mheshimiwa Lissu iweze kuamuliwa kwa haraka, kwani mtazamaji wangu, sote tunafahamu baadhi ya changamoto anazozidi kuzipitia Mheshimiwa Tundu Lissu kutokana na ajali na shambulizi aliloweza kulipata hapo awali kutokana na moja ya risasi iliyokwamilia katika mwili wake. Mtazamaji wangu, kuna kipindi na wakati ambapo Mheshimiwa Lissu anatarajiwa ama anatakiwa kuwa chini ya huduma nzuri ili hali yake isiweze kudhoofika katika njia yoyote ile, ila sote tunafahamu kwamba
kwa ubabe wa kisiasa ulioko hivi sasa katika Jamhuri ya Tanzania kwa viongozi walioko madarakani kuhofia uhuru wa Mheshimiwa Tundu Lissu, ya kwamba utaweza kusababisha hata uemko mpya kwa idadi kubwa ya Watanzania kuanza kusimama na Mheshimiwa Tundu Lissu na hata kudai haki. Mtazamaji wangu, kwa kweli jambo hilo linazidi kuwapa kipindi kigumu uongozi ulioko madarakani. Ni mbinu gani na ni kipi ambacho sahihi waweze kukifanya ili mwisho wa siku Mheshimiwa Tundu Lissu atakapoweza kuwa huru, basi asiweze kuwa na nguvu za kupinga uongozi ulioko madarakani na hata chama Chadema kisiweze kufanya ukosoaji na kushinikiza uongozi ulioko madarakani uweze kuwajibika kufanikisha baadhi ya ahadi walizoweza kuziahidi katika uchaguzi ulioweza kupita. Na mtazamaji wangu, hii kweli inazidi kuonyesha ni kwa nini ambapo Mheshimiwa Tundu Lissu na hata chama Chadema, viongozi walioko madarakani chini ya chama cha CCM, wasingependa upinzani wa aina yoyote ile. Hii hapa ikiendelea kudhihirisha wazi kwamba vyama pinzani vinavyozidi kutegemewa na wananchi wa Tanzania, inaonyesha wazi jinsi ambavyo vyama hivyo vimeweza kununuliwa kisiasa na chama tawala cha CCM, na ndipo ambapo vyama hivyo vinaonekana kunyamazia kimya yale yote yanayozidi kuendelea kushuhudiwa nchini Tanzania na kutoweza kuridhisha wengi. Mtazamaji wangu, kwa kweli hatua hii kwa mara nyingine inaonyesha wazi jinsi gani ambavyo uongozi ulioko madarakani kwa njia moja ama nyingine, changamoto anazozidi kuzipitia kuzipatia ama njia ya kuzitatua changamoto hizo inazidi kuwa ngumu siku baada ya siku, ikidhihirisha wazi jinsi gani ambavyo uongozi ulioko madarakani unazidi kupoteza imani kwa idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania. Na mtazamaji wangu, ni mbaya kabisa kwa kutokana na ajali ya mgodi ambayo imeweza kutokea ama kuporomoka. Mtazamaji wangu, kwa kweli uongozi ulioko madarakani hauna hata bahati kutokana na yale yanayozidi kuzungumzwa, kujadiliwa siku baada ya siku katika mitandao ya kijamii. Mbaya kabisa, mtoto wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan akiwa ni mmiliki wa mgodi huo na uongozi ulioko madarakani kuwa na asilimia angalau 15 katika mgodi huo. Ila sisi hapa, mtazamaji wangu, tungependa kuwatakia wale wote walioweza kupoteza wapendwa wao katika mgodi huo kuwa na kipindi hiki kigumu waweze kuwa na nafuu na hata Mungu aweze kuwapa nguvu. Ila kwa wale wote walioweza kupata majeraha kutokana na mgodi huo kuporomoka, tungewatakia afueni ya haraka na waweze kurejelea shughuli zao za siku baada ya siku. Mtazamaji wangu, tuachie maoni yako katika uwanja comment section. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.